na niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwa maana ya kuwawakilisha watu watafutaji wa kipato kidogo kidogo kama mamalishe. Mimi niko hapa nawakilisha mamalishe karibia Tanzania nzima, lakini kwa leo naomba tuongelee machache hasa yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais hasa kwa haya makundi maalum upande wa mamalishe na babalishe. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mama Samia kwa kuyatambua haya makundi maalum, hasa upande wa mamalishe na babalishe walisaulika sana. Tulikuwa hatujulikani, tunauza sehemu yoyote, lakini tumeheshimishwa, tumepewa uongozi, tumeweza kusaidika katika kupata mikopo, vitambulisho vya ujasiriamali vimetufikia, tunavitumia na vinaweza kutusaidia kwenye vizimba vyetu. Lakini pia ametusaidia kwenye kutumia nishati safi. Ameweza kuhamasisha na kuweza kutuelimisha katika utumiaji wa nishati safi. Sisi mamalishe tulikuwa tunatumia kuni, tunaumwa vifua, lakini pia hata huduma za afya zinakuwa ni changamoto kwa sababu bima pia ni kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa hicho kitu alichoweza kukifanya kutambua sisi, nadhani kwa sababu tu ni mama, lakini tunampongeza sana, tunaendelea kumpongeza. Kitu kingine ambacho ametusaidia mama ni kuweza kuwafikishia ujumbe wale wa huduma za jamii NCCF. Sasa hivi wamekuwa wakitupitia ili kuweza kutunza walau kidogo kidogo. Unajua mamalishe pia naye anaweza kuwa mstaafu pia kama kazi nyingine, kwa sababu kila mtu aliyopo hapa anayejishughulisha kutafuta kipato, sehemu aliyokalia ndio sehemu yake ya kupata riziki na ndio ofisi yake. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea uongozi mpaka kwenye mitaa. Majukwaa haya yote yana uongozi mpaka kwenye mitaa. Kwenye mitaa ndio kuna wahusika wakubwa. Kwenye mitaa ndio kuna watu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mwongozo uliotushusha mpaka kufika pale. Lakini pia tunamwombea Mheshimiwa Rais arudi kwa kishindo. Tunachotaka kumlipa sisi wajasiriamali, wa mamalishe, wa babalishe, majukwaa yote, tunachoenda kumlipa Mheshimiwa Rais ni kumpa kura nyingi ili arudi tuendelee kuwasaidia wananchi, kuwawezesha hayo ambayo yamebaki. Tunaamini ni msikivu sana. Nipende kutoa shukrani kwa nafasi niliyopata hivi kuwakilisha machache niliyokuwa nayo, lakini vile vile kuishukuru serikali yetu kwa mengi iliyotufanyia. Niweze kusema kwamba tunashukuru sana kwamba imeweza kuturahisishia watu wenye ulemavu kuwa na maisha yaliyokuwa bora, hasa kwenye elimu, lakini hata kiuchumi pia, kwa kutuwezesha kupata 2% ya mikopo. Haya ni maono makubwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba anayanyanyua makundi haya yaende safari ndefu ya kwenda kumiliki uchumi wa nchi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, safari imeanza kwa kuundwa wizara ambayo haikuwepo hapo awali katika awamu zote, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya iwepo. Makundi haya ameyakusanya yote, kama vile mnavyoona kuku anakusanya vifaranga vyake kutoka kona zote na kuviatamia akayaweka kwenye hii wizara. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan jamani? Dr. Samia Suluhu Hassan ana moyo wa kuona mtu mnyonge chini kabisa katikati ya maendeleo yaliyotokea katika nchi hii. Akasema hapana, waiteni wote waje kwangu ni wakusanye, ni waatamie, lakini nataka ni wasajili, ni wafahamu mmoja baada ya mwingine. Akaanzisha mfumo wa usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo, na leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu 111,000 wameshasajiliwa katika mfumo huo. Wafanyabiashara oye! Akasema hawezi kuzunguka bila ofisi, natoa milioni 10 katika kila mkoa wajenge ofisi zao. Walau nikisema wako wapi ni waone pale kwenye ofisi ya mkoa. Amejenga hajajenga? Amejenga hajajenga? Ofisi zimekamilika kasoro mikoa 5 tu ambazo nazo zipo katika hatua nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu akasema sitawaita nisiwape ajenda ya uwezeshaji kiuchumi, ambapo sasa akasema ukiacha mikopo ya 10% katika halmashauri isiyo na riba, natengeneza mkopo mwingine kwa hawa ambao wameshanyanyuka ambao utatolewa na serikali kupitia benki ya NMB ambapo riba yake ni 7% tu. Naweka bilioni 18.5 na sasa hivi bilioni 9
6 zimeshatolewa kwa wafanya biashara wasiopungua 4,500. Piga makofi kwenu tafadhali. Ndugu wajasiriamali, mimi kwa ujumla nataka niwaambie tu kwamba mikakati mbalimbali inayowekwa na serikali kwa ajili yenu inaendelea kuwa nguzo muhimu sana katika kukuza uchumi wa taifa letu. Nyinyi ni watu muhimu sana kwenye uchumi wa nchi hii na mmetoa mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi hii. Nataka nikuhakikishie serikali hii inanufaika nawe. Una mchango mkubwa sana, ndio kwa sababu serikali hii inaendelea kuwathamini. Na ndio kwa sababu serikali hii inaendelea kupanga mipango mbalimbali juu yenu. Endelea kuimarisha biashara zenu. Na serikali haitawatupa mkono. Itafanya kazi pamoja na nyie. Na viongozi wa chama mliotupa ilani mko hapa. Nataka tuhakikishie hatuwatupi mikono wajasiriamali wetu. Tutafanya kazi ya kuwawezesha ili taifa hili lipate mambo mengi. Tunatambua tunao machinga, waendesha bodaboda, bajaji, mamalishe, babalishe. Sasa hivi nimekuwa biashara maarufu nchini. Hata jana nikiwa Tanga, wamekuja pale wamevaa nguo zao rasmi kabisa. Na wameshapata mikopo na wanafanya biashara zao safi kabisa. Kwa hiyo endeleeni. Vijana, wanawake na wenye ulemavu, huu ndio wakati mzuri kwa sababu sera ziko wazi. Sheria zinawapa nafasi nyie kufanya biashara zenu kwenye maeneo yetu. Na wakurugenzi hawa kazi yao ni kuwawezesha nyie waheshimiwa wakuu wa wilaya kusimamia zoezi hili kwa linafanikiwa. Kwa hiyo ukimwona mkuu wa wilaya, kienda kwa mkurugenzi, atakupokea, atakusikiliza, atakuongoza. Ndugu viongozi na wadau wote mlioko hapa kwenye ukumbi huu, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa makundi haya, kuwezesha makundi haya kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii wakati wote. Ndugu wajasiriamali, nataka niwahakikishie kwamba serikali yenu ambayo sasa inakwenda kuundwa nyingine ni kuja kuendeleza mazuri haya yote na yale mengine mapya ambayo pia mgombea wa tiketi ya CCM Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa siku 100 za awali na mambo ambayo atayafanya yanayounganisha na uendelevu wa haya yote ambayo tunakwenda kufanyia kazi. Wewe tayari unaweza kupata picha tunakokwenda. Tunaweza kupata picha ya maendeleo yetu ya nchi. Tunaona tunapoelekea kwenye shughuli binafsi. Maendeleo na ya uchumi ya mtu mmoja mmoja tunaanza kuyaona kupitia maelezo haya yaliyopo serikalini, maelezo ambayo mtayapata leo na maelezo ya Mheshimiwa Rais anayemaliza muda na ambaye pia anaomba ridhaa kuendelea. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa endelevu. Naomba nirudie tena. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba serikali inakuwa endelevu. Simenielewa? Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwamba serikali yetu inakuwa endelevu. Tanzania oye! Tanzania oye! Wajasiriamali ole! Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba serikali yetu na mipango yetu inakuwa endelevu. Kwenye mkakati wa kushirikisha kamilifu, tunazo program za kuwezesha wananchi kupata mitaji, masoko na mafunzo ya ujasiriamali. Upande wa serikali huku kupitia halmashauri zetu tumeanzisha program mbalimbali ambazo mnaweza kuamua kujiunga. Moja kwenye sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tumeanzisha ile ujasiriamali wa vijana, ile BBT, ambayo wenye interest ya kulima, kufuga na uvuvi wanaingia, wanaunda vikundi vyao na serikali inawaona na kuwaongezea nguvu. Kwenye uvuvi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepita maeneo yote ya wavuvi kugawa maboti, nyavu, pamoja na kuhakikisha kuwa wanawapa hii teknolojia mpya ya ufugaji wa vizimba. Amefanya hivyo jijini Mwanza kwa kuwapa
wavuvi wa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Mara wanaozunguka ziwa Victoria. Tumefanya hivyo mkoani Kigoma, wale ambao wanakaa karibu wanazungukwa na ziwa Tanganyika, Kigoma, Katavi, Rukwa, lakini pia Songwe. Amefanya vile ukanda wa Pwani, Tanga, Twara, Lindi na Pwani. Ni mikoa ambayo pia imefaidika na hapa Dar es Salaam. Na sasa Mheshimiwa Rais alitenga fedha ya ujenzi wa bandari ya uvuvi ambayo haikuwepo kabisa, sasa inajengwa. Lengo wale wote ambao wanataka waingie kwenye ujasiriamali uvuvi wafanye kazi zao. Tumefanya hivyo kwenye kilimo. Mnajua mradi mkubwa ulioko Chinangali Dodoma unaokusanya vijana wengi, lakini maelekezo tuliotoa kwenye halmashauri watenge maeneo ya kufanya shughuli za kilimo na mifugo kwenye maeneo yenye fursa mifugo. Hizi ndio program ambazo tunafungua milango ya wale wote wenye uhitaji wa kufanya haya kulingana na mazingira yao. Kwa hiyo atakuja kuelezwa mengi na waziri ambaye yuko hapa na wale wawasilishaji taarifa. Program ya tatu ni ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Hii inakwenda kulenga wanawake, kuwawezesha kiuchumi kupitia yale majukwaa yaliyoelezwa na dada yetu kwamba yeye ni mwenyekiti wa majukwaa yote ya wanawake. Hii imeingia hapa. Tumetaka pia tuanzishe viwanda vidogodogo ambavyo tunaviona sasa vinashamiri maeneo yote. Juzi nilikuwa Mbeya wakati wa zoezi la uzimaji wa mwenge, na tulikuwa na wiki ya vijana. Ndani ya wiki ya vijana ile, vijana wengi wa taifa hili ambao walishiriki kwenye wiki ile walionyesha kazi mbalimbali, namna wanavyoendesha viwanda vyao vidogodogo vya uchakataji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi na kuviongezea thamani, na wanapata masoko. Na kwa bahati nzuri Mbeya ilikokuwa tunazima mwenge ni karibu na nchi ya Zambia, lakini pia Malawi. Mbeya sasa imekuwa soko kubwa zuri la bidhaa za ndani ya nchi kwenda kwenye nchi zao. Changamoto tulionayo ni kwamba uzalishaji wetu bado ni mdogo kwenye mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, na kuyaongezea thamani. Kwa nitoe wito kupitia kikao hiki, ni vyema kwenye eneo la uanzishaji viwanda vidogo tukaimarika. Jana nilikuwa jijini Tanga, siku ya chakula duniani, ndiko nilikoona sasa namna wakina mama na vijana wanavyoendesha viwanda vidogo vidogo na vinawaletea faida kwa kuchakata mazao ya chakula, kwa maana ya chakula kupitia kilimo, mifugo na uvuvi. Tunataka tuimarishe maeneo ya kibiashara, na nyie mmeanza hapa jijini Dar es Salaam kama vile Mwananyamala viwandani, ni eneo ambalo pia limeshaanza kukusanya wajasiriamali. Mbagala Industrial Clusters kwa wilaya ya Temeke na halmashauri ya manispaa ya Temeke, lakini pia tuna Ubungo Small Industry Park ambayo pia na yenyewe na kwenda kukusanya wafanyabiashara na wajasiriamali wengi, na maeneo mengine yote haya ambayo yamebuniwa na halmashauri. Na sasa ongezeni ubunifu halmashauri tuweze kuwaleta pamoja hao. Tunakwenda kutenga maeneo ya shughuli za uzalishaji mali na biashara. Serikali ilishatoa maelekezo kila halmashauri, na hili nimerudia, na sasa nenda mkajiimarishe. Muhimu zaidi, tunataka tuone kila anayetaka kujihusisha na mambo ya kiuchumi apate na maeneo hayo ya kufanyia kazi. Hadi sasa halmashauri 176 nchi nzima zimetenga ekari 274,047 kwa ajili ya ujasiriamali, lakini hii ni kwenye sekta ya kilimo, na mita za mraba 540,642 kwa ajili ya biashara za kawaida, na maeneo haya yako tayari yameanza kunufaisha vijana zaidi ya 193,053. Serikali kupitia halmashauri, wilaya, toeni msukumo wa kuhamasisha na kusimamia uanzishwaji wa usajili wa vikundi mbalimbali vyenye mwelekeo wa ushirika kwa wajasiriamali hawa
ili waweze kufikiwa kwa urahisi. Wafikiwe katika kupata mitaji, wafikiwe katika kupata elimu ya matumizi ya mitaji hiyo, wafikiwe katika kutambua changamoto zao na kuzitatua kwa haraka. Mmoja mmoja huko unaishi kule Mwenge, si rahisi kukujua, lakini kama kikundi ni rahisi kuwafikia na kuwajua. Kwa hiyo nendeni mkajisajili kwenye mifumo ya kidigitali na vikundi vyenu, serikali wafikie. Fuatilieni kwa karibu viongozi wa wilaya, mkuu wa wilaya na halmashauri. Fuatilieni kwa karibu mwenendo wa biashara zao, mwenendo wa ujasiriamali wao, waweze kutatuliwa changamoto zao, waweze kutatuliwa kero zao, ili muone kama je, tunapata ufanisi au la. Maana hatuwezi kujua wanafanikiwa kiasi gani kama hatuwezi kuwafikia tukawasikiliza halafu tukatatua pamoja. Na wakati mwingine wanapofika mahali mko nao, watawaambia tunashukuru kwa elimu mliotupa, tunashukuru kwa mitaji mliotupa, tumefanya biashara, tunaona mambo yanabadilika, tunataka tufikie hapo. Serikali ngazi ya halmashauri na wilaya, hakikisheni mnawafikia vijana, wanawake na makundi yote maalum ambao wanajishughulika na ujasiriamali, na kuhakikisha kwamba wale wanaofanya kazi pamoja wanaendelea, wale ambao tayari wamefungua shida, wamejitosheleza, wamegraduate, yani wametoka hatua ya chini wamefika hatua fulani na wameajiri, basi wanapata nafasi ya kuajiri wengine. Wale ambao wanahitaji kuimarishwa kiufundi waelekezwe mahali pa kupata stadi maalum, lakini pia shughuli zao za uchumi zisimamiwe na maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, wote kwa pamoja waweze kuwafikia na kuwapa elimu ya namna ya kushughulika na shughuli zao. Serikali itaanzisha programu maalum za kuwawezesha vijana waliomaliza taasisi za elimu ya juu na kati kuingia katika ajira na kujiajiri. Programu hizi zitahakikisha vijana wanapata mitaji, elimu ya ujasiriamali, ardhi na mazingira wezeshi ili kushiriki. Hapa na maana kwamba tujipange sasa na wale vijana wanaohitimu ambao wanatamani kuingia kwenye ujasiriamali, na wao lazima tuwatengenezee utaratibu ili anapomaliza kusoma anakuwa na malengo. Na hii sasa itawafanya wasomi wanaotaka kwenda kwenye ngazi fulani ya elimu aenda akasome kimkakati. Kimkakati maana yake unakwenda kusomea elimu A ili kusaidia kufanya shughuli A.